dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala kuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Amen. Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, nami nakuomba sasa nibariki na mimi nibariki na mimi Mwandishi wa kitabu cha Zaburi hii ya 24 na aya hizi ambazo tumezisoma mahali hapa, yapo mambo kadhaa ambayo ameyazungumza, lakini hajayazungumza hivi hivi tu. Ameangalia jinsi ambavyo Mungu aliandaa mpango mzima wa kuitengeneza dunia. Ameangalia mpango mzima wa Mungu, jinsi alivyokaa na kutulia na kupangilia kila kitu ambacho alitamani kiwepo katika dunia hiyo ambayo ameitengeneza. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 utaona jinsi ambavyo Mungu alikaa kwa utaratibu, wala hajaenda hovyo hovyo. Alikaa kwa utaratibu ili kuiumba dunia na kuipangilia vitu ambavyo vitakavyokuwepo ndani ya dunia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mistari ile ya 1 inakuelekeza nini alichokitangulia kukiumba, mpaka siku ile anapoamua kuumba mtu kwa mfano na sura ya kwake. Lakini huyo mtu alipoumbwa na kuwa katika dunia hiyo, alipewa maelekezo ya kutumia vitu ambavyo tayari Mungu alikwisha kumwekea. Mwandishi alipoyaona haya yote, hakuwa na sababu ya kusita kusema ya kwamba dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naangalia na kuona jinsi ambavyo watu wanaweza kujisahau, watu wanavyoweza wasitambue jambo hili muhimu sana ambalo Mungu ameliachilia kwetu, jambo hili muhimu ambalo Mungu ameliachilia katika maisha ya kwetu. Inawezekana tumejaliwa kuwa na mashamba, tumejaliwa kuwa na kazi, tumejaliwa kuwa na biashara, tumejaliwa kuwa na majumba mazuri, tumejaliwa kuwa na magari. Mimi nikupongeze katibu mkuu kwa kuagiza magari yote yaje yafanye kazi ya Mungu kwa siku ya leo. Kumbe hao watu wanatambua kwamba magari hayo walionayo wanacheo ni mali ya nani? Mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mahala watu hawawezi kujua. Inawezekana watu wakajua ya kwamba inawezekana magari walionayo wameyapata kwa akili zao, wasijue kuwa ni mali ya Bwana.
Inawezekana mtu akafikiri ya kwamba nyumba aliyoijenga yeye ni kwa ujanja na akili zake, wala sio mali ya Bwana. Inawezekana watoto ulionao ukajua kwamba umewapata kwa akili na ujanja wa kwako labda, na usitambue ya kuwa ni mali ya nani? Ya Bwana. Inawezekana ukalima umepata mazao ya kutosha, usijue ni mali ya Bwana. Jambo hili ni hatari sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu usipotambua kwamba vitu ulivyo navyo vyote, kuanzia wewe, watoto wako, mashamba yako, biashara yako, vitu ulivyo navyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Usipojua namna hiyo, huwezi kumrudishia sifa na utukufu Mungu. Usipotambua jambo hilo, huwezi kumrudishia sifa na utukufu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu nimelima kijijini kwetu. Nilipolima kijijini kwetu, pamoja na kujaa maji, lakini yako magunia kadhaa ya mahindi ambayo Mungu ametujalia kuyapata. Nikaanza kujisahaulisha kwamba vitu vile labda nilipata kwa ujanja na akili yangu. Wiki ya kwanza mama mchungaji akaniambia kwamba inapaswa uende ukatoe zaka kwa ajili ya mazao tuliyoyapata. Nikasema kwamba ngoja nijipange, nitakuja kwenda. Kumbe nataka kukwepa. Wiki ya pili akanikumbusha, nilikwambia jambo moja, ukatoe zaka ya mazao. Kama bwana, wewe umekazana sana katika jambo hili. Lakini akaniambia kwamba wewe si ni mchungaji, kimbia nyumbani ukatoe zaka ya mazao yale. Bwana Yesu asifiwe. Nilichokigundua ya kwamba watu hawaelewi ya kwamba wanapaswa kumtolea Mungu vile walivyo navyo, kwa sababu ni mali ya Mungu. Nilipofika kule nyumbani na kutoa sehemu ya 10 ya mazao yale, watu walianza kuzungumza. Tulifikiri kwamba haya mazao yametolewa na watu wa kanisa lote, kumbe yametolewa na mtu mmoja. Niliporudi wiki ile ya pili, ile ilikuwa ni elimu nzuri kwa watu wengine. Wapendwa wangu, nataka kuzungumza kwamba kama watu watatoa mazao yao, watatoa fedha zao, watatoa kila kitu walichonacho hapa kanisani, store hizi hazitatosha kuweka mazao. Kama watatoa kwa kanuni ya Mungu bila kumwibia Mungu, kwa sababu Wakristo wanaweza kutembea katika dhambi ya wizi pasipo kujua. Kwa muda mrefu wamemwibia Mungu, na ndio maana baraka za Mungu zimetoweka katikati ya maisha ya Wakristo hao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea tu kusema kwamba mshahara niliopata ni kwa ajili mimi nilisoma. Endelea kusema hivyo, na Mungu anatoa mkono wake mahali hapo, na Mungu anakuacha uende unapotaka, na Mungu anakuacha ufanye unapotaka, lakini mwisho wake bado utaitembea katika dhambi ya kumwibia Mungu pasipo kujua ama kwa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno ya Jumapili, wanacheo na Wakristo wote mnaonisikiliza, tusimwibie Mungu. Tusimwibie Mungu. Najua madhara ya kumwibia Mungu ni kutembea kwenye laana ambayo baadaye inaweza kuligharimu kanisa au taifa au familia na watu wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini natamka haya? Na uzoefu sasa kanisani kwa muda mrefu. Angalia tu, ukishafika muda wa sadaka, kila mmoja anaangalia, kwa wamama wanaangalia poti zao, wanaitafuta ile aliyoachia jana kwenye nyanya ili atoe kanisani. Kwa wababa akiingiza mfukoni, kama zipo nyingi, hiyo mikono ilishatambua 1000 ina uzito gani ili aitoe kanisani. Lakini kuna shirika zingine ambazo tumeshuhudia watu wamechukua bahasha za kutoa shukrani zao ili waonekane wamezunguka, lakini wazee wa kanisa wanapokwenda kuhesabu wanakuta hakuna kitu. Usifikiri ya kwamba unawakomoa wazee wa kanisa.
Usifikiri ya kwamba unamkomoa mchungaji, usifikiri ya kwamba unalikomoa kanisa, isipokuwa wewe mwenyewe unajifungia baraka zako ambazo Mungu alisaidi akupe na sasa huwezi kuzipata. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ameelekeza kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Hivyo lazima tuwajibike tena kwa kiasi kikubwa sana kuona ya kwamba tunamtendea nini Mungu wetu, tunamrudishia shukrani gani Mungu wetu ambaye ametujalia kwa msimu mzima huu. Inawezekana wengine hawajapata nafasi ya kulima miezi yote hiyo ya msimu wa kilimo, wako hospitali wamelazwa, lakini wewe ni nani hata Mungu akuruhusu kuanzia msimu wa mvua mpaka mwisho wa msimu wa mvua umelima salama, umevuka salama, hujapata shida aina yote? Kwa nini usimrudishie shukrani hiyo Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Pale Lwanzali wao wana shamba la kanisa, walishaanzisha sadaka ya shamba la kanisa. Wakishamaliza msimu wa kilimo, wanaelekea kuvuna, wanaita shamba la kanisa. Shamba la kanisa lile, kila mmoja anamshukuru Mungu kuleta vile vitu ambavyo Mungu amemjalia kwa msimu ule, kwa kilimo, sio mavuno, kwa kilimo alivyomsaidia na kumjalia. Inawezekana yapo mengi ambayo yangemkwamisha kulima, wanamletea Mungu kwamba hili ni shamba la nini? Shamba la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Wito wangu tusimwibie Mungu. Tusimwibie Mungu. Kama tunahitaji baraka za Mungu, tusimwibie Mungu. Twende tutoe kwa uaminifu, lakini huku tukileta na mahitaji ya kwetu. Tunahitaji nini Mungu atufanyie katika maisha yetu? Tunahitaji nini Mungu atutendee katika vikundi vyetu vya kwaya? Tunahitaji nini Mungu atutendee katika shirika zetu tunazosali na kuabudu? Tunahitaji nini Mungu atutendee katika koo na familia zetu? Mungu hana choyo. Yuko tayari kutusaidia. Yuko tayari kutuelekeza cha kufanya tukitembea kwa uaminifu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema watu wa jinsi hii, wale wanaotambua jambo hili kwamba kuanzia wao na vitu walivyo navyo ni mali ya Bwana, Mungu hawezi kuacha kuwabariki. Hawezi kuacha kuwabariki. Mara zote wanasema kwamba lazima, ili kwamba uzitake baraka za Mungu, wewe fanya kazi ya Mungu. Wewe fanya kama jinsi Mungu anavyoelekeza. Wewe jitahidi kufanya kama jinsi Mungu anavyokuhitaji wewe ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu, kule nyuma, sikukuu zote za Krismasi watu walikuwa kwenda wanalima ili waweze kupata fedha watakaonunulia ng'ombe. Yule ng'ombe alichinjwa kanisani Krismasi, kila Krismasi. Kwa hiyo Wakristo wote walisherehekea sikukuu ya Krismasi mahali hapo. Mwaka mmoja bwana mmoja akajitolea akasema ya kwamba mimi Krismasi hii msiende kulima, mimi nitatoa ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe achinjwe kanisani, watu washerehekee Krismasi kwa amani, upendo na utulivu mkubwa. Mwezi ulipofika na tarehe ilipofika, yule bwana alitoa ng'ombe akachinjwa kanisani. Lakini maneno yaliyomfuata yalimkatisha tamaa, kwamba yeye anajifanya nazo, ndio maana ametoa ng'ombe. Yeye yuko hivi. Nikwambie mpendwa, inawezekana katika kujitoa kwao kanisani ukakutana na maneno mengi. Inawezekana katika kufuata kanuni ya Mungu ukakutana na mambo mengi ambayo yanayokatisha tamaa. Usikate tamaa wala kurudi nyuma. Kumbuka kwamba wale watu lazima wawepo duniani. Wale wa kuwakatisha tamaa watu wengine lazima wawepo, huwezi ukawakwepa, kwa sababu walizaliwa kwa ajili ya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Pambana na Yesu wako, pambana na Mungu wako, wala pasiwepo na mtu wa kukurudisha nyuma. Bwana Mungu atusaidie sana tunapokwenda kutafakari haya yote kwa msimu wa mavuno huu ujao, tukajue nini cha kumtolea Mungu.
na tukajua kwamba hatuji kutoa kwa hasara, lakini tutakuja kutoa kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu, ili yeye aendelee kutukuzwa katika maisha yetu, ili yeye aendelee kutangazwa katika dunia hii yote, hata watu wale ambao bado hawajasikia sauti yake Mungu, kupitia sadaka hiyo ya kwako, watu waweze kusikiliza ujumbe huo. Wananasi